Samia Suluhu aingia matatani baada ya wakili wa Chadema Rugemeleza Nshala kumuwasha kwa maneno makali. Ujambo na karibu. Habari hii inaanzia kwenye ukweli na utikisa dhamira ya taifa ambayo ni chuki dhidi Ukatoliki nchini Tanzania haijitokezi kwa bahati mbaya wala kwa jazba za mitaani, bali imejengwa kwa kulishwa na kusukumwa na watawala waliopoteza uhalali wa kisiasa baada ya tukio moja kubwa ambalo halijawahi kuwekwa ama kuwekewa jina rasmi, uchaguzi ambao haukufanyika. Kauli nzito ya Rugemeleza Nshala imeweka wazi kwamba kile kinachoonekana leo kama mashambulizi ya maneno, maigizo ya mitaani na kampeni ya kudhalilisha kanisa Katoliki ni moshi unaotoka kwenye moto mkubwa wa wizi wa madaraka, damu ya raia na hofu ya uwajibikaji. Katika simulizi hili, chanzo cha kila kitu ni kukataliwa kwa tawala za muda mrefu na wananchi wa Tanzania. Kwa mujibu wa hoja hii, walikataa Chama cha Mapinduzi pamoja na mgombea wake aliyesukumwa mbele kinyume cha taratibu za ndani za chama kwa msingi ya uwakilishi wa kweli. Tarehe 29, siku iliyopaswa kuwa kilele cha kidemokrasia, iligeuka kuwa mwanzo wa giza. Badala ya ushindani wa sera na kura, kilichoshuhudiwa ni maandamano ya wananchi waliotambua kuwa mchakato mzima ulikuwa umeshaharibika kabla hata ya kura kuhesabiwa. Majibu ya dola hayakuwa ya kisiasa bali ya kijeshi. Polisi kwa amri iliyoelekezwa kutoka kwa juu walikabiliana na raia kwa risasi. Watanzania waliuawa hadharani, wengine wakijeruhiwa na hofu ikatawala mitaa. Amri haramu ya kutotoka nje ikatangazwa, ikikatiza maisha ya kawaida ya kufanya umma kuwa mateka ndani ya nchi yao wenyewe. Wakati huo mtandao wa intaneti ukazimwa, hatua ambayo katika dunia ya leo ni sawa na kufunga mdomo wa mamilioni kwa mkono mmoja. Kuzima intaneti hakukuwa tu mbinu ya kiusalama, bali mkakati wa kuficha ushahidi, kuzuia mawasiliano na kudhibiti simulizi. Na katika mazingira hayo, hoja ya Rugemeleza Nshala inakuwa nzito zaidi inapozungumzia tume ya uchaguzi iliyoongozwa na Jacobs Mwambegele, na kwa mantiki ya kimsingi tume ambayo haiwezi kuona, kusikia wala kupokea taarifa huru kutoka kwa wananchi kutokana na hofu, giza na kukatika kwa mawasiliano, haiwezi kutangaza matokeo halali. Hata hivyo, ajabu kubwa ikatokea kwamba mgombea wa CCM akatangazwa mshindi wa 97.9%. Takwimu inayojisimamia yenyewe kama ushahidi wa dhihaka dhidi ya akili ya umma. Asilimia hiyo haikuwakilisha ushindi, bali iliwakilisha ujasiri wa dola kusema chochote bila kujali uhalisia. Ulimwengu haukubaki kimya. Uangalizi wa kimataifa kutoka Umoja wa Afrika, SADC na taasisi nyingine za kikanda na kimataifa walisema wazi kuwa hapakuwepo na uchaguzi huru na wa haki. Taarifa zao zilieleza mazingira ya hofu, ukosefu wa uwazi na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Na ndani ya Tanzania, sauti ya maadili ilitokea kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lililopaza sauti juu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kanisa kwa nafasi yake ya kihistoria kama sauti ya waliokosa sauti, lilikumbusha taifa kwa uhai wa binadamu hauwezi kubadilishwa na takwimu. Na kwa watawala waliopata madaraka kwa njia hiyo, kauli ya TEC haikuwa ushauri wa kiroho bali tishio la kisiasa. Badala ya kushughulikia madai ya msingi, mauaji, ukandamizaji na uhalali wa mchakato mzima, mkakati mpya ukaandaliwa. Chuki dhidi ya Ukatoliki ikaanza kusukwa, na kama pazia la kuficha damu iliyomwagika, dini ikageuzwa silaha ya kisiasa, si kwa sababu ya tofauti za dini, bali kwa sababu kanisa ilithubutu kusema ukweli. Hatua iliyofuata ilikuwa kufadhili mgawanyiko wa kidini. Kwa mujibu wa simulizi hili, vichambo, mipasho, mamluki na wacheza vigodoro wakasukumwa mbele kama wanaharakati wa ghafla. Maigizo ya mitaani, kauli za kejeli, mashambulizi ya heshima dhidi ya viongozi wa kanisa vikaanza kuonekana kana kwamba ni hasira ya wananchi. Lakini ndani yake kulikuwa na mkono wa dola unaotafuta kugeuza mjadala kutoka mauaji na wizi wa kura kwenda kwenye mivutano ya imani. Huu ni mkakati uliowahi kutumika katika
historia za utawala ama za tawala dhalimu duniani. Tengeneza adui wa ndani ili wananchi wasiseme juu ya uovu wa juu. Katika historia ya Tanzania, Rugemeleza anasema kuwa dini imekuwa nguzo ya mshikamano, si mgawanyiko, kwa miongo kadhaa, na Wakristo na Waislamu wameishi kwa amani wakishirikiana katika elimu, afya na harakati za kijamii. Katika nyakati za siasa kali, viongozi wa dini wamekuwa wakizuia taifa kuingia kwenye migogoro ya kidini. Ndiyo maana kile kinachoendelea sasa ni hatari zaidi. Kinavunja makubaliano ya kimya ya kitaifa kwamba imani haitumiki kama fimbo ya kisiasa. Vilevile, kwa kulenga kanisa Katoliki, dola pia imekuwa ikichezea hisia za mamilioni ya waumini. Kanisa hilo lina mtandao mpana wa shule, hospitali na taasisi za misaada zinazohudumia Watanzania bila kujali itikadi zao. Kulidhalilisha au kulifanya lionekane adui wa taifa ni kuhatarisha huduma hizo na kuvuruga uhusiano kati ya wananchi na serikali. Zaidi ya hapo ni kupeleka ujumbe kwamba sauti yoyote ya kimaadili inayokosoa dola itakabiliwa na mashambulizi, iwe inatoka kwa padri, shehe au mwanaharakati. Hoja ya Rugemeleza inafika kwenye kilele anaposema wazi kwamba haya yote ni hatari kwa mshikamano na utengamano wa kitaifa. Taifa linalotumia risasi dhidi ya raia wake, linazima interneti kuficha ukweli na kisha linatumia dini kugawa wananchi, linajenga msingi wa mgogoro wa muda mrefu. Isiyo tu hoja ya kisiasa bali ni onyo la kihistoria. Nchi nyingi zilizoshindwa kudhibiti mchanganyiko wa kisiasa ama wa siasa dhalimu na chuki ya kidini zimeishia kwenye machafuko yasiyodhibitika. Na katika muktadha wa sasa wa Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikitazamwa kama kisiwa cha utulivu ikilinganishwa na majirani waliopitia migogoro ya kisiasa. Sifa hiyo sasa iko hatarini. Wawekezaji, wafadhili na taasisi za kimataifa huangalia zaidi ya takwimu za ukuaji wa uchumi, huangalia utawala wa sheria, haki za binadamu na mshikamano wa kijamii. Dola inayoshindwa kuwajibika kwa mauaji ya raia na badala yake inachochea mgawanyiko wa kidini, inajiweka kwenye njia ya kujitenga kimataifa. Mwisho wa simulizi hii hauachi nafasi ya faraja. Wito wa Rugemeleza kwa watu wote wenye dhamira hai kupaza sauti si wito wa fujo, bali ni wito wa kulinda msingi wa taifa. Ukimya katika mazingira kama haya hauwi tena busara, unakuwa ushiriki wa kimya katika uovu. Hofu inapokubaliwa kama hali ya kawaida, heshima ya uhai wa binadamu hupotea taratibu, na mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa wananchi wake. Taasisi za dini na sauti huru ukataa kuchezeshwa dhidi ya kila mmoja. Chuki dhidi ya Ukatoliki leo inaweza kubadilishwa kesho na chuki dhidi ya kundi jingine kulingana na mahitaji ya kisiasa ya watawala. Ukimya, uoga na kutojali vitakaposhinda, taifa litakuwa limepoteza dira yake ya kimaadili. Na huu ni wakati wa kukumbuka kwamba damu iliyomwagika haiwezi kufutwa kwa maigizo ya kidini, na kweli hauwezi kuzimwa milele kama interneti. Tanzania itabaki kusimama au itaanguka kulingana na namna itakavyokabiliana na uovu huu wa sasa, na kabla haujageuka kuwa jeraha la kudumu katika historia yake. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope. Tafadhali na kusihi tusaidie kwa kusubscribe.